Tafuta mahali ukae utulie nami niombe. Baba, katika jina lako Yesu, wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya jioni njema leo, na upo sasa kutuhudumia. Tie nguvu mtumishi wako mpake upako Roho Mtakatifu. Mwokozi upo kutenda kwa utukufu wa jina lako Yesu, na kushukuru. Amen. Naomba tusimame. Kila mmoja simama. Naona waimbaji wametubariki kwa neno upande wa uimbaji. Sasa ninaona muda wa kuhubiri kama haupo kabisa. Saa 12 sasa hivi, na nitasoma tu neno alafu nitufunge macho alafu tuombe ili kesho tuwahi kwenye mkutano na ibada ya kesho. Tusome neno la Mungu. Nitaka nimuite muimbaji wa kanisani, yuko pale, anaitwa Akrama, lakini muda tena umesha, yani saa 12 kasoro dakika 20 muda umeenda. Mathayo 26. Nilitaka nizungumzie maisha ya Yesu Kristo. Maisha ya Yesu Kristo ni ya muhimu sana, tangu anazaliwa mpaka anafufuka. Amen. Ni ya muhimu kwa sababu Wakristo wengi hawalielewi hilo. Mathayo 26 mstari ule wa 19. Simama tu hivyo hivyo. Neno la Mungu linasema, wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, tusikilize kwa makini, maana hili ndilo neno nahubiri hivyo. Amina. Alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakaye nisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingelizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu mwili ndio mwili wangu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Huyu Yesu walifikiri kama atakavyokuja ghafla, ndivyo walivyofikiri kwamba atazaliwa labda tarehe 1, lakini hawakujua Yesu atazaliwa lini. Kwa hiyo Yesu akazaliwa ghafla. Wengine wanasema mwaka wa 3 kabla. Namsema Yesu ili unapoenda kusali kesho ujue nini maana ya kusali. Akazaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo watu wakiwa hawana habari, akazaliwa Yesu Kristo. Lakini kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa, upande ule wa mashariki, ule kule, maana magharibi, mashariki hapa, alitokea malaika mmoja akasema, yule atakayezaliwa ataitwa Yesu. Kwa mara ya kwanza jina la Yesu likatamkwa duniani. Amina. Mara ya kwanza. Na watu huwa wanamuita Yesu Kristo, lakini Kristo sio jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo anaitwa Yesu. Kristo sio jina lake. Na
Yesu maana yake ni muunganiko wa Mungu na mwanadamu. Sema amen. Naenda polepole ili unisikilize. Ni muunganiko. Kabla hapo Yesu hakujulikana, akaja akaungana Mungu na mwanadamu. Ndiyo maana damu yake mpaka leo iko hai, inatenda kazi. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Nashiba kuelewa nitafanyaje, lakini acha niseme maneno haya mawili ili kesho muone umuhimu wa kuhubiriwa. Na Kristo maana yake ni mandate. Kristo maana yake ni mandate, majukumu, kazi. Amewajibishwa, amepakwa mafuta. Kristo kazi yake atawaokoa watu na dhambi zao, na uwezo wake wa kumwambia shetani mguu pande mguu sawa, ambao sisi tumepewa. Sema amen. Haleluya. Tumepewa uwezo wake. Ndiyo Kristo maana yake. Kazi yake ni kuondoa mapepo yote. Watu waseme amen. Kuwasafisha watu na dhambi zao. Hii ni kazi. Kwa hiyo Yesu na jukumu lake. Lakini ukimtaka kumuita Yesu na ubini wake, anaitwa Yesu mtoto wa Mungu. Na watu waseme amen. Asema tena amen. Au kifupi unaweza ukasema Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Maana yake kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Mwishoni nasema mwana wa aliye juu. Huyo Yesu akazaliwa, na alipozaliwa tu nchi yote ikatikisika. Mtoto mdogo, lakini taarifa zake, wafikiri unamzaa mtoto mkolani hapa, mpaka Rais Magufuli anajua, na anashindwa kukalia kiti chake. Huyo mtoto alikuwa si wa kawaida. Ndio maana anapoingia mtoto mahali hapa, vikao vyote vya wachawi, vikao vyote vya majini vinajua kwamba, wao usipojua, lakini wanajua kwamba kuna mkutano wa injili, watu wamaibisha shetani. Waseme haleluya, amen. Mfalme akajua, mapepo yakajua. Unasema amen. Kolani nitaanza kesho, nitakuja na fimbo kabisa. Vikao vyote vya maadui wakajua. Herode akashindwa kulala. Mtoto wa siku moja, na huyu mtoto akaheshimika kama vile wewe unavyomheshimu leo. Sema kwa sauti amen. Watu wakatoka mahali pote kumwangalia Yesu Kristo. Ndiyo maana mimi sioni aibu kumtaja Yesu, kwa sababu hakuna jina kama jina la Yesu katika dunia hii. Watu wote wamekuwa maarufu. Kuna mtu mmoja anaitwa Clinton. Clinton alikuwa mtu maarufu sana, lakini alimaliza vibaya. Kuna wakina Bush walianza vizuri wakamaliza vibaya. Kuna wakina Obama walianza vizuri wakamaliza vibaya. Lakini Yesu alianza vizuri, anaendelea vizuri, na anamaliza vizuri. Amen. Hakuna anayeweza kulingana na Yesu Kristo. Kama unapenda Yesu sema amen. Haleluya. Hakuna anayelingana na Yesu Kristo. Anabaki kama Yesu. Kama unampenda Yesu, waambie wachawi Yesu. Bado tunasema Yesu. Huyu Yesu uzuri wake ni huu. Alipokuwa amewekwa hekaluni, aliunganishwa na Mungu mmoja anaitwa Mungu wa bahari. Usiku alisikia kizunguzungu namna hii, akaja akaanguka mbele yake. Sijui sikio liling'oka siku ile, sifahamu. Akarudishwa pale. Usiku tena akarudi, akapigwa kizunguzungu. Miguu yote ikachanika, mikono ikavunjika na kichwa. Wakasema huyu si wa hapa. Mimi nasema huwezi kumlinganisha Yesu na nabii wa aina yoyote. Yesu ni zaidi ya manabii wote. Hata Musa yuko chini ya Yesu Kristo. Kama unampenda Yesu sema amen. Nasema kwa jina la Yesu pokea. Nasema kwa jina la Yesu pokea. Pokea kwa jina la Yesu. Watu wamejitahidi sana kumlinganisha Yesu na watu, lakini nampenda Yesu Kristo. Alienda kukana makahaba,
Makahaba wanajulikana Mkolani kwamba hawafai, lakini Yesu akakaa nao. Nyakati sio rahisi. Yesu alikuwa atengi watu. Yesu alikuwa asemi wewe ni wa dini fulani. Yesu aliwakaribisha wote. Siku moja akatembea namna hii, sema akiangalia watu wamekasirika, watu wanajiuliza swali, huyu Yesu anaenda wapi? Wakashangaa anakata kushoto, anakata kulia. Akaingia kwa Zakayo. Watu wakasema mama. Lakini akasema huyu naye anayo nafasi. Huyu naye anayo nafasi. Mwishoni Zakayo anasema, anaambiwa, Zakayo anasema nitarudisha mara 4. Lakini anasema usemi hivyo kwa sababu ya akili yako. Ni kwa sababu wokovu umeingia nyumbani mwako. Kama huna Yesu, kupokea rushwa ni sehemu ya maisha. Kuwa na wanawake wawili ni sehemu ya maisha. Kuonja pombe kidogo ni sehemu ya maisha, kwa sababu huoni kama ni kosa. Lakini Yesu akiingia tu ndani, unaanza mwenyewe kusema nitarudisha mara 4 kwa wale. Manake tayari umeanza kuambiwa hili si sawa. Nampenda Yesu Kristo kwa sababu haangalii maskini peke yake, haangalii matajiri peke yake. Kama angekuwa angalia matajiri, sisi tusingelistahili. Nimezunguka katika nchi nyingi zilizoendelea. Watu wasingeliweza kuachwa kwa utajiri walionao. Lakini leo anakuja katika mji wa Mkolani, alafu anaamua na kaa ndani. Siku moja nilienda kwenye mji mmoja mzuri, hebu sema mzuri. Unaposikia kitu kinaitwa Scandinavia zinazoweka Norway, Finland, Denmark, Sweden, Denmark. Ukisikia vitu kama hivyo, huwezi kulinganisha na Uingereza. Yani ni ukitoka nje ile kijani, yani maisha mazuri. Jamani, nimeona maisha mazuri duniani. Unavyoniona niko hapa, usinione ni mjinga. Ni kwa sababu tunampenda Yesu. Nilikuwa nahubiri mwaka jana au mwaka jana Marekani. Mchungaji mmoja akanipigia simu, akaniambia mwaka juzi wakati tunahubiri hapa, mwaka jana sasa. Mwaka juzi yani, lakini ilikuwa ni mwaka jana mimi naambiwa. Tulibarikiwa sana. Mzungu huyo. Shahidi ni mke wangu huyu hapa. Kwamba sisi tumeona uwezo wa kuendelea na kanisa hili hatuwezi tena. Maana uwezo wetu umefikia mwisho. Tunafikiri wewe ndiye uwe mchungaji wa kanisa hili. Tutakupa kila kitu unachotaka, lakini uwe mchungaji wa kanisa hili. Nikasema hapana, haiwezekani. Lakini yule mama ananipigia simu mpaka nalia mzungu. Nikasema basi mke wangu aje nitaamua. Yani nilikuwa njia panda. Unajua mwili na wenyewe una nguvu. Niende nikiangalia huku vumbi, mafua, mbu, chakula shida. Jua kali, unaniona ngozi yangu sasa hivi haikai vizuri. Wakati nikiwa Ulaya, ngozi laini, mikono laini, ninajisikia raha. Ukilala unajisikia ni kama uko mbinguni. Usiposema ame una wivu tu. Alafu nirudi kwenye shida. Namlinganisha na Yesu Kristo aliyeacha enzi yake kuja duniani. Duniani, hii dunia, kama sio Mungu kusema tu kwa sababu amesema, sio rahisi hii dunia ikunjwe kama karatasi. Maana ni nzuri mno. Eti unasema Kenya ni nzuri, eti unasema Dar es Salaam. Yani Dar es Salaam ni uchafu. Kuna mzungu ametelemka Dar es Salaam pale, akasema niende chooni Dar es Salaam airport. Alipoingia tu chooni akasema nipe naenda kubadilisha tiketi narudi kwetu. Siwezi kuingia choo kama hiki. Mchungaji wao huyu alimuita mzungu, akaingia kwenye choo cha nyumba ilikuwa imepangishwa watu wengi. Mzungu alitapika mpaka kazimia mle ndani. Alipopata fahamu, anasema begi langu liko wapi? Hakurudi tena. Mimi nakushauri nenda kwa Yesu Kristo pekee yake. Sio maisha. Unaweza kuwa akiambia nasema maisha haya. Na mimi nikaingia njia panda, mke wangu akapanda ndege kutoka hapa kuja nifuata Marekani. Tukakutana kule. Tukakaa kwenye bodi. Lakini usiku Mungu amenionya. Ameniambia hapana.
nimekapelekwa kwenye gorofa kwamba hii itakuwa ni nyumba yako. Ni kweli mke wangu? Gari lile pale Lincoln, mabasi ya kanisa, washarika hawa na kila kitu, akaniletea na document. Uwe mchungaji hapo na watoto wako tu wote tutawaleta. Usiku Mungu akanionya, nikawaambia kama mnataka niwe mchungaji, basi nitaliongoza kanisa nikiwa Tanzania. Nitakuwa napiga simu nawaambia fanyeni fanyeni fanyeni, lakini kuondoka Tanzania sitaweza. Yani walisikitika. Ni shahidi tulikuwa tumekaa kwenye vikao. Ni kweli. Yani walikuwa namkumbatia mama kwa kumshawishi mpaka wanalia, wanabusu mwa. Mradi tubaki kule. Jamani, kuna watu wana maisha mazuri. Kama ingelikuwa ni maisha, sisi tusingelifaa. Tusingelifaa. Na tutangazia hivi, kwa maamuzi yake ya hiari, Yesu anataka aje akae ndani ya maisha yako. Na akija kukaa ndani ya maisha yako, anataka afanye mapinduzi makubwa. Anataka arekebishe na kuondoa vitu visivyofaa. Sema amen, haleluya. Leo niko hapa kwa Waswahili. Viatu vyangu vimechafuka. Ndivyo ninavyotaka nikae kwenye mazingira haya. Sikiliza niseme, Yesu Kristo, niache ile miaka nilikuwa nimesema, lakini ikafikia mwishoni akakutana na mwanamke mmoja. Yule mwanamke akakimbia mjini. Alipokimbia mjini, akawaambia watu wa Mkolani, njoni mumuone yule mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Njoni mumsikilize au mumwangalie yule aliyeniambia mambo yangu yote. Yapi? Kwamba nina hawala mwingine, ninakunywa pombe kwa kujificha, ya kwamba nina wapenzi wengi kwenye simu, ninakwenda kuimba kwaya kanisani, lakini huwa naenda kwa mganga wa kienyeji. Njoni mumuone mtu aliyetamka maisha yangu yote. Sio watu wanaosimama barabarani madhabahuni wanatabiri. Wanapofika kama Mkolani wanauliza yule mama anafanya biashara gani, kama huyu alivyokuwa kiita huyu mchungaji. Wanapambia wewe, wanasema wewe utakuwa tajiri sana, utafanya biashara. Kuma ameshaambiwa mama fulani ifanya biashara. Nilikuwa nahubiri Nairobi na mke wangu. Niseme nisiseme? Yaani na muda umeshaisha. Nina mambo mengi. Jamani, mimi ni mhubiri. Yaani kama shuhuda, na niko hapa kuwasaidia. Tukiwa tunahubiri kwenye conference kubwa ambayo wanakwaya hawa huwa wanakuwepo. Wanakwaya wakatangulia na mke wangu. Walipotangulia na mimi baadaye nikaenda ili nianze kuhubiri. Ile conference ya kimataifa. Wahubiri wanatoka nchi tofauti tofauti, na Mtanzania naenda mimi. Akawepo mimi nimekaa kama hapa. Njoni mumuone mtu anayeyajua mambo yangu yote. Huyu ni mtu anayeshuhudia bila kushawishiwa. Njoni. Unapokuwa unafanya vibaya, mchungaji Ndichai hayupo, lakini Mungu anaona. Na Mariam alipomwangalia Yesu akanyamaza na mambo yote akaweka moyoni, kwa sababu alijua haya macho si ya kawaida, maana yaliangalia mpaka ndani ya moyo wa Maria. Huwezi kujificha mahali popote. Mungu anakujua. Anakujua jinsi unavyompiga mke wako. Anakujua jinsi ulivyo polisi ndani ya nyumba. Anakujua jinsi unavyombeba masikio mke wako. Unapompiga viwiko mke wako, anayeshuhudia pale sio mchungaji Ndichai. Anajua na ameona. Watu wengi ni wanafiki. Mbele za watu wanasalimia mpaka magoti, lakini nyumbani watoto wamelala na njaa. Fedha zote anatembea nazo mfukoni.
akiombwa shilingi 500 mpaka aende chooni kubadilisha nguo. Huyu mhubiri akawa sijui amempenda mke wangu, lakini sio kumpenda sijui kwa namna gani sijui. Yaani alitaka ajitwalie utukufu kwa mke wangu. Ni maana yangu ni hivyo. Maana alikuwa amevaa miwani. Unajua mke wangu ni mrembo eti? Najua huwezi kusema kwa sababu una kaina fulani ya kawivu fulani kama ndani yako. Sasa alikuwa amevaa, alafu amevaa viatu vya mchuchumio virefu. Sasa kumbe yule South Africa anamuona kila wakati. Sasa siku ile wachungaji wamekaa huku na wahubiri, na mimi nimekaa huku. Nimetulia tu. Maana ilikuwa sio siku yangu ya kuhubiri. Mke wangu alikuwa amekaa ameweka miguu yake hivi. Na miwani mieusi. Nywele zimeanguka mpaka mgongoni. Sasa yule South Africa akasimama. Akaanza, "Hey you come here, come here." Akaanza kuwaita watu. Anawatabiria vitu kama hivi. Kwaya ya hadhira wanafahamu. Kumbe alikuwa na mlenga mke wangu. Nafikiri ushuhuda labda niwaeleze kesho. Injili mnaipenda, lakini tena muda ndio shida. Akamuita mke wake, "Njoo." Mke wangu akasimama, anatembea namna hii. Akaenda. Akaanza kumtabiria sasa. Akaanza kumwambia kwamba Roho Mtakatifu unajua wanapoanza kutabiri. Anachukua na katalo anaweka. Kumbe anataka kusema uongo. Njoni mumuone mtu aliyetamka maisha yangu yote. Huyo ni Yesu Kristo peke yake. Njoni mumwangalie. Njoni mumsikilize. Haleluya. Njoni mumsikilize yule aliyetamka maisha yangu yote. Hata leo anayajua maisha yako. Kama unampenda Yesu sema amen. Akamwambia, mke wangu amesimama pale. Wanakwaya sasa wanakemea, maana wanajua kazi yake huyo mchungaji ikoje. Wanasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa akaanza kuambia kwamba wewe Bwana anasema utakuwa mfanya biashara mkubwa, biashara yako Mungu ameiona. Na utakuwa mfanya biashara mkubwa sana hapa Nairobi. Watu namba 2. Bwana anasema umesubiri kuolewa kwa muda mrefu sana. Sasa Bwana amekuona, mwaka huu hautapita, utapata mwanaume mzuri. Wow! Akamwambia inua mikono yako. Watu wamefadhaika, maana wanamjua. Akamwambia panua miguu. Sasa anawanchoma sasa. Yeye amengangania anataka kuingiza miguu namna hii ili amkoseshe balance madhabahuni. Akaanza kuwa na msukuma. Watu watakuwa wanasema kwa jina la Yesu. Mama naye anafanya hivi. Kwa jina la Yesu. Akuanguka. Alipomaliza yule mchungaji, mwenyeji akamwambia kwamba una habari yule mwanamke uliyemfanyia hivi ni mke wa mhubiri. Tangu siku ile hawajamuita tena. Amen. Lakini huyu mwanamke bila kushawishiwa anasema njoni mumuone mtu anayeyajua maisha yangu yote. Njoni. Watu wakaporomoka mjini, na walipomfikia Yesu wakamsihi asiondoke. Leo namwambia Yesu toka, lakini wakamwambia Yesu siondoke. Wakamkuta Yesu ni mwanaume mpole, anachukuliana na watu wote. Hata ukiwa mlevi anakushika mkono. Hata uliye desperate, umekata tamaa, yeye yuko pamoja na wewe. Malaya anayejulikana kote anaenda anakaa pamoja naye. Hakuna mtu duniani anaweza kufanya hivi. Mtoto alipomkimbilia Yesu akamwendea, watu wakasema stop. Lakini Yesu akasema mwacheni mtoto mdogo aje. Kuna mtu mmoja anaitwa Bartimaeus.
Akaanza kusema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Watu wakamwambia stop. Kama vile ilivyo nyakati za leo, humwezi kumwona mchungaji bila appointment, bila hela. Wapambe wamezuia. Yesu hakuwa na wapambe kama hao. Aliposikia, unasemaje? Unamzuia nani? Mwache aje hapa. Mlete wale wapambe. Wakasema, jipe moyo, Yesu anakuita. Yesu. Haleluya! Na wewe una nafasi. Usipokuwa na nafasi kwangu, kwa Yesu na nafasi. Usipokuwa na nafasi kwa Ndichaye, una nafasi kwa Yesu. Na ndio maana Biblia inasema, nimewapeni mlango ulio wazi, wala hakuna yeyote atakayefunga. Mlango uko wazi, ingieni kupitia kwa Yesu. Piga kelele, sema amen, haleluya. Pitia kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo bado anaachia nafasi. Hata kama dhambi zako zingelikuwa nyekundu kama damu, bado ni rafiki yako. Maana Mungu hamchukii salamba. Mungu anampenda salamba. Mungu hampendi shetani. Usimchukie mlevi, usimchukie malaya, usimchukie mwizi, ila mpende fulani ambaye unamuondolea ule ushetani wake. Sikiliza ibadilishe. Unapenda niseme? Watu wakiporomoka. Siku moja kuna mwanamke mmoja, sema ehe. Mnaniangalia, sema ehe. Akaanza kuwa analia. Wakamuita Yesu, akaja. Yesu akaingia ndani. Akamkuta mtoto amelala. Akamshika mkono yule mtoto. Akainuka. Njoni mumuone mtu aliyetenda. Watu wakaongezeka wengi. Siku moja tena, sema ehe. Yesu akitembea, akakutana na watu wengi kama Waislamu wanavyoenda kuzika barabarani. Wanatembea. Yesu akasimama akamwambia, shusha sanduku hilo chini. Na sanduku likashushwa. Yesu akamuinua yule. Watu wakaona, wakalinganisha kipi bora, gongo ya kienyeji na huyu Yesu aliyefufua watu. Wakaanza kupima. Hawa ganga wa kienyeji wanaotudanganya na huyu anayetuponya bila gharama, ni nani anayefaa? Kwa hiari yao watu wakaamua kugeuka, wakamfuata Yesu Kristo. Nasema hivi, wewe ukimkataa Yesu, kuna matajiri walishaamua kumfuata Yesu. Kuna wasomi walishamfuata Yesu. Nasema hivi, kuna watu walioharibika kama kina Sauli, kwa hiari yao wakabadilika. Nasema hivi, leo geuka, nenda kwa Yesu Kristo. Sasa hivi mimi unaweza kuniona nina miaka, Ndichaye ananizidi kidogo tu. Hapa sijui nani ananizidi. Labda wewe. Nina miaka 50, naanza wa 54. Nani ana 54? Wewe 63. Nani mwingine? 53. Na kuzidi. Wewe 50 ngapi? Na 3. Unaona? Sasa ni huyu peke yake na Ndichaye labda. Unanielewa? Lakini jana nilikuwa naongea na mtu, ananiambia kwamba how old are you? Nikasema I'm 54 now. Akasema niko nafikiri una 38. Ni kwa sababu jamani naringa ndani ya Yesu. Yaani utazeeka utaniacha kwa sababu niko ndani ya Yesu Kristo. Wasiposema amen watu wa Mungu, nitashangaa na shetani atawashangaa. Piga kelele kwa utukufu wa Yesu Kristo. Ni marupurupu ya Yesu Kristo. Ngoja nimalizie hivi. Yesu Kristo akapata washabiki wengi. Kati ya watu waliokuwemo ndani yake, akawaendea maadui za Yesu. Akamwambia, mtanipa kitu gani ili nimgeuke huyu, ili nimfanyie vitu vibaya? Mtanipa nini? Mtanipa nini? Na Biblia nasema hivi, kwa kufupisha tu, Yuda akatafuta mahali pasipokuwa na watu. Mahali popote mtu anapotaka kufanya kosa, huwa haendi kufanya hadharani yetu. Anatafuta mahali pasipokuwa na nani? Na Biblia nasema tena, kitabu cha Methali, yule mtu anasema pembeni. Mume wangu amesafiri pembeni, wakajificha pembeni. Siku moja Moses Kulola alimchukua, sema ehe. Tukaenda Isamilo pa. Tulikuwa na harusi ya ndugu yangu. Tulipofika pale,
Akagonga mlango Moses Kulola. Kiki. Msichana wa kazi akafungua ule mlango. Alipofungua mlango, karibuni. Yule msichana wa kazi alikuwa juu ni nani sisi. Mzee akawa amekaa na mimi nimekaa hapa. Sasa msichana akaenda, baadaye akarudi na tray ina bia mchanganyiko mle ndani na soda sifidi kwembo. Alafu akaweka mezani akasema niwafungulie hivi. Sasa wakati anataka kutufungulia, yule baba kuma alikuwa amelala akaja. Unaona, akaja ghafla. Na nikakwambia watengei. Sasa kujaje humu hii? Wakati yeye ni baba wa nyumba, ili kujaje hii? Jambo la kujiuliza, ili kujaje hiyo ndani? Bwana Yesu atusaidie. Simama kwa miguu yako. Yaani ningeliweza kusema mambo mengi. Unamsaliti Yesu. Unafanya kitu kwa makusudi. Unafanya kitu kwa makusudi. Si kwamba hujui kitu. Lakini sikatai waimbaji, lakini mmenielewa manangu eti? Kabisa. Nyosha mikono yako juu. Imba pamoja nami. Damu ya Yesu, tena damu ya Yesu. Praise worship ya hapa, wapi? Imba, nyosha mikono yako juu. Ya Yesu, usafisha kabisa. Imbe sote damu ya Yesu, imba. Ukiweza simama. Alafu pepea mikono yako namna hii. Imba. Fanya kama mimi ninavyofanya. Imba sasa. Ya Yesu, usafisha kabisa. Haleluya, imba kwa sauti, damu ya Yesu. Imba. Ya Yesu, imba. Damu ya Yesu, imba sasa. Damu ya Yesu, usafisha kabisa. Nguvu za shetani zimeshindwa. Pepea funika macho yako. Ina nguvu za shetani zimeshindwa. Haleluya. Nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa. Ima nguvu za shetani zimeshindwa. Ima sana. Nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Weka mikono yako juu. Funika macho yako. Mungu, wewe ni Mungu katika maisha ya kila moja. Unamfahamu kila moja. Kama huyu mwanamke alivyo admit, yeye mwenyewe alitamka kwamba njoni mumuone, njoni mumsikilize mtu aliyeniambia mambo yangu, mtu anayejua mambo yangu. Kumbe Mungu unatujua, lakini unachelea kunyosha mkono wako wenye nguvu kutupiga. Ndio maana unasema katika Joel, unasema Joel ile sura ya 2, irudieni hata sasa, larueni mioyo yenu wala sio mavazi, mkamrudie Bwana. Yeye ni mwingi wa mambo yaliyo mema. Wewe Mungu si kama wanadamu ambaye watu wakikosana unakuwepo uadui mkubwa.
watu hawasemeshani, watu wanategesheana kwa majambazi mpaka wanauana, kisa shilingi 100,000, au wamesemana vibaya mpaka wanaenda kwa waganga wanatuma majini. Wewe ni Mungu uliyejaa upendo. Tumekukosea kwa mambo mengi mno, lakini bado wewe ni mwaminifu, unatupenda. Endelea kufunika macho yako, unatuwazia mazuri. Ndiyo maana huyu mwanamke alishtuka, akasema huyu si mtu wa kawaida, si mtu wa kawaida. Nami ninaomba ukubali kutoka ndani ya moyo wako kwamba Mungu anayajua mambo yako yote, japokuwa umeyaficha, lakini Mungu anayajua. Anajua jinsi unavyogombana, anajua jinsi unavyoficha dhambi, anajua jinsi ulivyo mbaya mitaani, anajua jinsi ulivyo mbaya chumbani unapokuwa peke yako. Anaijua roho yako kabisa. Utanificha mimi Kulola, utamficha mchungaji Ndichaye, lakini Mungu huwezi kumficha. Biblia inasema yote mnayoweka chini ya meza yatawekwa juu ya meza, kila mmoja ataona. Yote unayoyaficha yatawekwa wazi. Watu walipoyaona matendo ya Yesu, wengi walikimbilia kwake, wengi wakakimbilia kwake. Nami ninaomba usibaki na kanisa lako, maana kanisa lako ndiko lilikokufikisha sasa hivi. Huna amani, ni mtu usiye na furaha, unaonja pombe, unaoaoa, unaolewa, unamsaidia Mungu kwa kwenda kwa waganga. Dini yako ndio imekufikisha hapo. Lakini nakushauri leo, njoo muonje Yesu. Uje kama ulivyo, njoo kama ulivyo. Yeye ni mwingi wa rehema, atakupokea, atakupokea. Na kuomba umjaribu Yesu. Kama ukimwona ni mbaya, achana naye. Maana Wachaga wanasema huwezi kufanya biashara isiyokuwa na faida. Achana naye, maana si msaada kwako. Lakini nakuhakikishia, ukimpata Yesu hutatamani kumwacha. Katika dunia iliyojaa uovu, Biblia inasema huwezi kutembea miguu bila viatu juu ya moto na usiungue. Lazima utaungua. Katika dunia hii iliyoharibika, lazima utaungua. Lazima. Maana kila kona adui anakufuatilia kwa karibu. Bila kuwa na Yesu, lazima utaungua tu. Ndiyo maana kabla ya mwisho wako hujafika, injili imekukuta. Yeremia anasema 12 mstari wa 12 anasema 2, lakini hata sasa asema Bwana majeshi, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kulia na kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudia Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwingi wa neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye huwa anagairi. Kama alitamka afanye mabaya juu yako, anabadilisha pale pale. Alitamka kwa watu wa Ninawi, lakini Bwana akagairi. Ukifanya, Mungu atakusaidia. Nyosha mikono yako yote miwili, tamka maneno haya: Mungu unayajua maisha yangu. Naomba sema kwa sauti: Mungu unayajua maisha yangu. Shahidi wa maisha yangu ni mimi mwenyewe. Kuna kitu kinaniambia, ukweli wa maisha ninayoyaishi. Maisha ninayoyaishi
hakuna mwingine anayeyajua isipokuwa ni mimi mwenyewe. Ninajifahamu na wewe Mungu pia unajua. Ninaomba Yesu uchunguze ndani ya moyo wangu, uione njia ya mauti iliyomo ndani yangu. Sema kwa sauti, ukaiondoe. Sema kwa sauti, ukaiondoe. Sema tena, ukaiondoe. Mungu unisaidie. Ukiwa umebakiza mikono hiyo hivyo hivyo juu, kitabu cha Ufunuo kinasema, nashangaa kinavyosema. Kinasema walevi, sio kina nani wa nani na nani na nani, mwisho kinasema na waongo. Kumbe hakuna dhambi kubwa wala ndogo, mpaka nasema na waongo. Na sehemu zingine Biblia inasema usishuhudie uongo. Unasema umeokoka lakini si kweli. Unasema wewe ni Mkristo lakini si kweli. Mkristo maana yake ni mtu anayefuata, anayekanyaga nyayo. Mtu anayesali Jumamosi si Mkristo, ni Myahudi huyo, mtu wa dini. Mtu anayefuata Yesu anaitwa Kristo. Tangu zamani Wakristo hawakuwepo, lakini walipoanza kuokoka wakaanza kukanyaga kama Yesu anavyotamka, ndio wakaanza kuitwa wafuasi wa Yesu. Na kutaka uwe mfuasi wa Yesu, sio mfuasi wa dini. Maana ukiwa mfuasi wa dini utapata mapokeo ya dini. Njoni kwa Yesu. Yesu ni mwema sana. Shusha mikono yako, funika macho hivi. Yule ambaye anajua lipo neno ndani ya moyo wake alimpendezi Mungu, na Mungu anataka amsamehe leo, amtendee mema, ili kesho unapoenda kanisani, ibada ya kesho iwe ni sadaka nzuri. Nami ningependa, tangu aje mtu nianze, sijawahi kumshika mtu. Zamani nilikuwa nashika watu, lakini siku hizi shiki watu. Lakini leo naweza kushika wawili. Yule ambaye anasema nahitaji Yesu ayasimamie maisha yangu, kuanzia leo niishi kama Yesu apendavyo. Yesu ayabadilishe nifanane na Yesu Kristo. Pale nisipoweza, Yesu aniwezeshe. Weka mkono wako juu, weka mkono wako juu, weka mkono wako juu. Asante, weka mkono wako juu. Najua umejificha, lakini natamka kwa mamlaka, weka mkono wako juu. Mungu anakujua. Asante uliyeweka mkono wako juu, weka mkono wako juu. Hivyo hivyo weka mkono wako juu. Mungu walionyosha mikono hao ni watoto wako. Ninaomba uwasaidie katika jina lako Yesu. Usibakize, usiushushe mkono. Kama nataka nikushike mkono na tuombe kwa ajili yako, ninaomba uanze kunijia. Njoo mbele, njoo mbele, usishushe mkono. Damu ya sogea mbele. Wahudumu hapa kanisani hawapo, watu wamenyoosha huko. Mama wasaidia. Aliyenyosha mkono njoo huko nyuma. Njoo kijana mwenye t-shirt ya Chelsea, njoo mwenye t-shirt ya sijui ya Chelsea, sijui Bob Marley. Njoo aliyenyosha mkono ya Yesu. Sogea mbele, sogea mbele. Ya Yesu imba ya Yesu imba sasa. Ya Yesu usafisha kabisa. Tunaendelea kufunika macho yetu. Funika tu macho yako, funika macho yako. Usitembee. Wewe mama tulia hapo hapa. Tembea ni mhudumu tu peke yake. Njoo mbele. Yesu akamweleza mwanamke yule mambo yake yote. Mimi sitakuuliza umefanya nini, lakini Yesu anayajua mambo yako yote. Anataka ayaondoe. Njoo mbele, njoo mbele. Damu ya Yesu.
damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Bado mwingine nasubiri wa mwisho njoo. Bado nasubiri wa mwisho aje tena. Asante ya Yesu. Iba sasa ya Yesu. Usafisha kabisa. Tamkeni maneno haya ninyi mliofika mbele yetu hapa. Sema maneno haya, sema Mungu Baba, ile siri iliyomo ndani ya moyo wangu. Sema kwa sauti, ile siri iliyomo ndani ya moyo wangu. Ile siri iliyomo ndani ya moyo wangu. Iliyo na nia ya kukugeuka. Iliyo na nia ya kukugeuka. Ya kukusaliti. Ya kukusaliti. Ya kwenda kinyume na matakwa yako. Ya kwenda kinyume na matakwa yako. Imo ndani yangu. Imo ndani yangu. Imenifanya nikukosee Mungu. Imenifanya nikukosee Mungu. Nimekutenda mambo mengi sana. Ninaomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Damu yako ya thamani. Damu yako ya thamani. Yatakase maisha yangu. Yatakase maisha yangu. Nitengeneze upya. Sema kwa sauti, nitengeneze upya. Umba roho mpya. Umba roho mpya. Na wazo mapya. Mawazo mapya. Mwenendo mpya. Mwenendo mpya. Kwa jina lako Yesu. Kwa jina lako Yesu. Ninaomba damu yako ya thamani. Ninaomba damu yako ya thamani. Iondoe dhambi zangu zote. Na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba Yesu uniandike katika kitabu cha uzima. Tangu sasa unilee, unifundishe, unielekeze. Naamua kuanza upya katika jina lako Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watu wote hawa waliofika mbele. Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu utatenda na zaidi ya kutenda. Mungu aliye hai, takasa moyo wake, takasa nafsi yake, takasa roho yake, takasa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, Baba, urehemuye maelfu na maelfu ya watu wote wanaoamini. Naomba neema yako Mungu ikadhihirishwe ndani ya moyo wa kila moja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasimama kinyume na kuvunja kila nguvu juu ya nafsi yake, juu ya roho yake, juu ya mwili wake, juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wafunike kwa neema yako kubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kazi zote za shetani, vifungo vyote vya kila namna, achia maisha yake, achia nafsi yake, achia njia yake kwa jina la Yesu Mungu wa uzima, kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu Mungu wa uzima. Neema yako Mungu, rehema zako Mungu zikafunike kila moja kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zote za shetani, roho za mateso, roho za mateso kwa jina la Yesu, ziachie nafsi, ziachie roho, ziachie mwili kwa jina la Yesu Mungu wa uzima, kwa jina la Yesu mfalme wa amani, Bwana wa mabwana, Mungu wa uzima. Neema yako Yesu